Ali Mzee, mbunge wa viti maalum, sasa aulize swali lake. Je, lini suala la hedhi salama litapewa kipaumbele kwa kugawa taulo za kike bure shule za msingi na sekondari na kuboresha miundombinu ya vyoo? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Godwin Mollel. Mwenyekiti, serikali ilishaanza kutekeleza mpango wa hedhi salama katika shule za msingi na sekondari kwa kutoa elimu juu ya masuala ya hedhi kwa lengo la kuvunja ukimya. Uwekaji wa miundombinu ya kudhibiti bidhaa za hedhi, kuhakikisha watoto wa kike wanapata bidhaa bora na salama wakati wa hedhi, pamoja na utoaji wa msaada wa kijamii. Baadhi wamekuwa wakipata maumivu makali wakati wa hedhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia inatekeleza mwongozo wa taifa wa huduma za maji na usafi wa mazingira shuleni ambao umeweka maelekezo ya kila shule kutenga chumba kwa ajili ya kubadilisha, sambamba na mwongozo wa usanifu wa miundombinu ya hedhi ambayo ni chumba cha kubadilishia ambacho kimeunganishwa na kiteketezi. Aidha, mwongozo wa uanzishaji wa usajili wa shule 2020 umewekwa chumba cha kujistiri cha wasichana wakati wa hedhi kuwa miongoni mwa kigezo cha usajili wa shule. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Amina Ali Mzee. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, je, serikali haioni haja ya kuhakikisha wanajenga miundombinu ya vyoo ndani ya shule vya wanawake? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili, je, serikali haioni haja kila shule kutengeneza taulo za kike kwa ajili ya wanafunzi? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa mbunge. Kwanza nianze kwa kumpongeza. Lakini moja, serikali ndio maana kuna mwongozo mpya wa mwaka 2020 wa usajili wa shule umezingatia kwamba kunakuwa na chumba cha kujisitiri watoto wa kike, lakini pia kunakuwa na kiteketezi. Na swali lake la pili, swala la kutengeneza hivyo vifaa kila shule, ni swala linalohitaji umakini, ni kunahitaji utengenezaji, lakini kuhakikisha kwamba vifaa hivyo ni salama. Kwa hiyo jinsi uwezo, nafikiri ni kuhamasisha watu wengi wafanye, lakini tunahitaji control nzuri ili kuhakikisha kwamba zinavyofikia watoto basi zinakuwa salama na haziwezi kuwaletea madhara. Mheshimiwa Fatma Tawfik.